Najua ni neema ya pekee kukutana kwenye madarasa yetu ambayo Mungu ametupa neema ili tuzidi kufundishana juu ya masuala ya kiroho. Leo nataka tuzungumzie kidogo juu ya swala la ndoto, tuzungumzie kidogo juu ya swala la sauti ya Mungu, lakini pia tuzungumzie kidogo juu ya mwelekeo wa maisha yako ya kiutumishi. Maandiko yanasemaje? Hakuna jambo Mungu atafanya bila kuwafunulia watumishi wake manabii. Soma kile kitabu kitakatifu cha Amos 3:7. Lakini pia ukisoma kitabu cha Ayubu 33, ule mstari mtakatifu wa 14 mpaka 16, maandiko yanasema Mungu anazungumza na sisi mara ya kwanza hata mara ya pili. Japokuwa mtu ajali katika ndoto, katika maono, katika usingizi, unapomjia mtu kitandani, Mungu anafunua masikio ya mtu na kutia muhuri mafundisho yake. Kwa hiyo tunaona Mungu anaweza kufunua masikio ya mwanadamu kupitia ndoto, kupitia maono, na kupachika mafundisho, maelekezo na mwongozo. Lakini wengi hawaamini katika ndoto, hawaamini katika maono. Wengi wanatafuta sauti ya Mungu, wanatafuta majibu ya Mungu, wanatafuta mwelekeo wa Mungu, wanatafuta Mungu anasema nini kwa kwenda kwa manabii, muda mwingine wa uongo, kwa kwenda kwa mitume, mwingine wa uongo, kwa kutafuta labda sauti ya ndani inaweza kutoka ndani, lakini sauti zinazotoka kumbe zimetoka kwenye nafsi zao, si roho zao ambao ni roho wa Mungu. Maisha ya mwanadamu asipoanza kuelewa, kufahamu, kujua na kutambua sauti halisi ya Mungu, mwanadamu huyo atakwepana na maelekezo ya kusudi lake. Lakini pia Hesabu sura ya 12:6 mpaka 9, maandiko yanasema akiwepo nabii miongoni mwenu, mimi Mungu nitazungumza naye kupitia maono, nitasema naye kupitia ndoto, na kwa Musa mtumishi wangu, yeye ni mwaminifu kwenye nyumba yangu yote, yeye nitazungumza naye wazi wazi, yani mdomo kwa mdomo, hata umbo langu, hata sura yangu Musa yeye ataona. Kuna levels katika safari ya kuzungumza na Mungu. Kuna level ya ndoto ambayo inawapata karibu watu wengi. Unapozidi kumtafuta Mungu, utaanza kuona maono. Roho Mtakatifu ataanza kukufunulia maono unapokuwa active katika neno, active katika kumjua Mungu, active katika kumtafuta Mungu, na uko tayari Mungu akubadilishe na Roho Mtakatifu akubadilishe. Unaanza kuona unasinzia kidogo, unasinzia, kuna kitu kinaonekana. Upo tu umekaa kidogo, unapitiwa kwa usingizi, unaona kitu. Na maana hiyo ni level pia katika ulimwengu wa roho. Lakini ukitoka hiyo level, kuna sauti inaweza kuja ya ndani unaisikia, na hiyo sauti huwa inatokea watu wengi. Unaweza kuwa unataka kufanya maamuzi, Mungu anakuambia fanya hiki, lakini ukasema hivi itakuwaje? Unaposema itakuwaje, unapata hasara. Unaposema itakuwaje, unaharibikiwa. Unaposema itakuwaje, kumbe ile sauti hata kama ilikuja kwa ghafla na ndogo, lakini ilikuwa na ujumbe mkubwa wa kukubadilisha wewe ili uweze kuendana na mapenzi ya Mungu. Rafiki yangu, unaweza kubadilika na sauti ya Mungu kusema ndani yako kwa sauti. Lakini ukitoka hiyo level, unaweza kuanza sasa kusikiliza sauti kabisa. Lakini kuna wakati mwingine unaweza kusikiliza pia sauti ukiwa kwenye maombi, unasikia sauti inasema, Roho Mtakatifu anashuka anasema. Au ukishazoea, unaweza kuanza kuongea na roho kabisa wa Mungu na kukuongoza na kukupa maelekezo. Kwa hiyo kuna levels katika ulimwengu wa roho. Kuna levels katika nguvu ya Mungu. Kuna levels katika kumjua Mungu. Unapozidi kuwa mwaminifu, unapozidi kumpenda Mungu, unapozidi kumkaribia Mungu, unapozidi kulipenda neno lake, unapozidi kujisogeza karibu na Roho Mtakatifu kama msaada pekee kwenye maisha yako, hapo ndipo maisha yako yanaanza kubadilika. Wengi tunajifanya tunamsogelea Mungu, tunasoma neno, tunaomba, lakini hatubadilishi maisha yetu kuendana na lile neno. Hapo ndipo unakuta ni Wakristo lakini hawazai matunda. Hatuishi kama wana wa Mungu. Hatuishi kulingana na ufalme na neno linavyosema. Ndio maana wengi wanahisi imani na kumjua Mungu
ni kukesha makanisani. Wengi wanahisi kumjua Mungu na kumpendeza Mungu ni kila wakati labda kutoa tu sadaka. Wengi wanahisi kumjua Mungu na kumtumikia Mungu ni kuimba sana makanisani. Lakini matendo yako yanaendana na kile unachokifanya. Soma kile kitabu cha Isaya 1:1-20. Maandiko yanasema mtaomba maombi marefu, mtatoa sadaka nyingi, mtafanya mambo mengi. Lakini anakwambiaje? Usipojiosha, ukajitakasa, ukawasaidia wahitaji, ukawa tayari kutengeneza maisha nje ya dhambi na msaada kwa watu wasiojiweza, hapo bado hujafanya chochote. Kusoma Yakobo 1:27, maandiko yanasemaje? Dini safi isiyo na taka ni kwenda kuangalia yatima na wajane na kujitenga na dunia pasipo na mawaa. Lakini pia soma kile kitabu kitakatifu cha Zaburi 1:1-6. Anakwambia usipoenenda katika njia ya wasio haki, usipoketi katika njia ya wakosaji, usipoketi katika barazani pa watu wenye mizaa, usipofanya hayo ndipo utakapostawi. Lakini ukifanya hayo utazidi kuumia. Soma Isaya 59:1-2. Anakwambia sikio la Mungu si zito lisitusikie, wala mkono wake si mfupi usitufikie. Lakini maovu yetu yametufarakanisha naye. Ni lini utaacha kadhambi kako, dada yangu, kaka yangu, baba yangu, mama yangu? Hako kadhambi kanazidi kukuvuta nyuma na kukutenga na upendo wa Kristo. Hako kadhambi kanazidi kumfanya adui yako azidi kupata nguvu ya kukuumiza. Hako kadhambi kanazidi kuweka kovu la mauti kwenye maisha yako. Maandiko yanasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, lakini yule wa Mungu hatendi dhambi. Na mtu kama atendi dhambi, yule Ibilisi hamgusi. Soma kile kitabu cha Yohana wa kwanza 5:18 na Isaya na Yohana wa kwanza 3:8. Maisha yako unaweza kuwa mtu wa thamani. Kumbuka Yohana wa kwanza 4:4, maandiko yanasema aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye duniani. Maisha yako usikubali kuyatelekeza na kuishi bila mapenzi ya Mungu. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name.